Kumechafuka katika mitandao ya kijamii, kumechafuka. Kila ukiingia kwenye page unasikia Selemani Mwalimu. Selemani Mwalimu ni nani? Selemani Mwalimu alivyokuwa Simba pale, vyombo vyote vya habari walikuwa wakimpiga mawe sana, wakisema sio mshambuliaji stahiki kuicheza klabu ya Simba. Selemani Mwalimu, vyombo vyote vya habari unavyoifahamu wewe katika nchi ya Tanzania walikuwa wanamponda sana Selemani Mwalimu alivyokuwa akichezea klabu ya Simba. Lakini leo kwa sababu kaenda nyuma mwiko, watu wameshamuona kama ni lulu Selemani Mwalimu. Selemani Mwalimu kwa tathmini ya kocha alikuwa haendani na mfumo wa kikosi cha Simba. Kama mshambuliaji lazima first touch kabisa. Lazima Mwalimu anapotaka ushindi katika timu yake lazima jezi ya kwanza ampe mshambuliaji. Lakini kwa Steve Barker nimeangalia mpaka msimu unakamilika hajawahi kumpa Selemani Mwalimu jezi isipokuwa anampa dakika 15. Nini maana yake? Mfumo wa Steve Barker una adapti mambo ya kwenda kwamba anatumia sana force number 9. Na ndio maana alikuwa hamtumii Selemani Mwalimu. Hatuzungumzii kwamba ni mchezaji ambaye yuko mbovu, labda nieleweke. Nazungumzia kwa nini amekuwa maarufu kwa wachambuzi baada ya kwenda Yanga. Walikuwa wanazungumzia kwamba alipokuwa kwenye klabu ya Simba alikuwa ni mtu mmoja ambaye anakosa magoli, na yeye ndio ameweza kuchangia vile Simba kutokuwa bingwa, kwa sababu kuna magoli mengi sana ya wazi alikuwa anakosa. Na hilo watu wote hapo wamezungumzia, wachambuzi wote wa redio zote. Lakini leo kwa sababu wachambuzi ni wanafiki, na ndio maana mimi nasema vipi hao wachambuzi kama Mateja wamegeuza tena kibao, inaonekana kama viongozi wa Simba sio weledi, viongozi wa Simba sio. Hawa viongozi wa klabu ya Simba, huyu mchezaji huyu wa vikoba, huyu mchezaji huyu wa mikopo, mchezaji wa vikoba anaweza akabadilika muda wote, kwa sababu procedure za usajili wa Selemani Mwalimu kutoka Wydad Casablanca, alikuwa rais wa Wydad Casablanca, walikuwa wameshakubaliana kila kitu mpaka malipo na viongozi wa klabu ya Simba. Wydad wamefanya uchaguzi, kateuliwa rais mwingine, ndio kaja na mambo yake, anataka wachezaji wote warudi pale. Klabu ya Simba walishakubaliana kwamba atatoa madola fulani. Kama kwanza walikuwa wanataka kwanza uvunje mkataba na Selemani Mwalimu, wamsajili moja kwa moja, ikiwezekana waongeze mkopo, lakini kwa kiasi fulani cha pesa. Makubaliano yalikuwepo. Kwa hiyo kama nyuma mwiko wamekwenda wameongeza dau, watajua wenyewe, sisi wala haituhusu. Kwa sababu mchezaji wa vikoba anaruhusiwa kwenda kukopa sehemu aina yote aende. Lakini sisi tuko katika msimamo wetu pale, na wala hatutoki katika reli. Na ndio maana tumekuja na kauli kwamba nguvu moja, roho moja, hatujalala mpaka vilivyopotea virudi, na moja hapo ni vikombe, na tunaanza na kesho. Na kwa nini wamemchukua Selemani Mwalimu? Hata wanashinda kuelewa, kwa sababu wameshagundua kabisa shoti ya Shalulile ile pale haiwalipi. Bora watulize watu, cheki sindani to yule naye hawalipi. Wameona ngoja tulize mzuka kwanza kwa Selemani Mwalimu. Hiyo haitutoa kwenye reli. Sisi hapa sisi tunachoangalia Sterling, Steve Barker anahitaji nini? Sterling, Steve Barker, subirini kiyama. Na ndio maana tunasema vipi, mchezaji wa vikoba acha aende. Na narejea, nilisha kuzungumzia kwamba klabu ya Simba hatumhitaji Fei Toto. Mwaka uliopita, miaka miwili iliyopita nilizungumzia pamoja na kuwa performance ya Fei Toto iko bora kabisa, hakuna timu ambayo inaweza kumkataa. Lakini kwenye Simba tulishajua kabisa, kwa sababu asilimia kubwa wa Zanzibari, asilimia 99 wa Zanzibari ni Yanga tu. Sisi tulifaidika na mchezaji tu mmoja anaitwa Masudi Nasolo Cholo. Huyo ndio mpaka sasa ni mwanachama klabu ya Simba. Huyo alikuwa yuko sahihi. Hauwezi ukawa umeongea maslahi yako na timu, alafu ikaja timu tena nyingine pale wewe ukaondoka. Wewe ni kirusi na wewe unakuwa umechangia na siku za ubingwa. Na ndio maana mimi na hapa big up sana viongozi wa kamati ya usajili ya klabu ya Simba. Ni weledi, hawakurupuki. Walienda kwenye mkopo, wakafuata procedure zao. Wydad Casablanca wameamua kuchukua hela, wamepiga nyuma mwiko, na nyuma mwiko wamemsajili kwa sababu ni miemko, lakini sio agizo la kocha. Sio agizo la kocha mwenye jaziba yake wewe.
Tumeona juzi ile pale. Tumeona juzi Jumapili pale. Kocha ana miemko, kocha hana utulivu. Na sijui wamemuingiza mchezaji lakini hatuambiane wana Simba lazima tusimame kwenye nguvu moja. Najua kuna wadau wengi zaidi wanaoongea kwenye mitandao watakuja na mambo mengi sana kwa walaumu viongozi. Lakini hawajui hao walikuwa wanazungumza kwenye mitandao ndio waliomkataa Selemani Mwalimu. Kuna mtu mmoja anaweka akiba. Kuna mtu mmoja anaitwa Miraji mara moja vile. Ni jamaa yangu na yeye kuna press moja interview moja alikuwa anaifanya kila siku. Anazungumzia ubovu wa Selemani Mwalimu. Sasa ndapata shaka nikiona anarudi tena kutetea kwamba Selemani Mwalimu ni bonge la striker. Ndamuona naye kirusi vile. Kwa hiyo lazima tusimamie kwenye misimamo ya timu yetu kwamba sisi tunajiandaa na mechi ya kesho, mechi ngumu inahitaji utulivu. Haya mambo ya Selemani Mwalimu kwanza hajafanya pre-season na wachezaji wenzake huko Rwanda, asingetupa kitu chochote cha quality hali ya juu. Kwa hiyo mimi ndio nilichoona kwa jicho langu mimi. Wachambuzi wanafiki. Alipokuwa Simba walikuwa wanamtukana. Selemani Mwalimu huyu anatukanwa. Kina Jemadari Saidi, kina Hansi Rafaeli na tena nataja kwa majina kabisa, wala siwaogopi. Na tajeni kwa majina. Nyie ni wachambuzi feki. Hamna uchambuzi, hamna sila uchambuzi. Wachambuzi tuliona Azam Media wanachambua kombe la dunia. Wewe Jemadari na suti yako nani koti jeusi na suruali nyeusi ndio unasema suti wewe. Mmechambua nini tu? Mnaanza kuwalaumu viongozi wa klabu ya Simba kwa sababu ya ujinga wenu nyinyi. Selemani Mwalimu mlikuwa mnamtukana nyinyi wenyewe. Tena mnawekea mada nzito kabisa mnamtukana. Leo hii kaenda Yanga anaonekana mtu. Hamtutoi kwenye mchezo. Hamtutoi kwenye mchezo. Tuko vile tumetulia. Ndio maana nakwambia nguvu moja, roho moja, damu moja, hatujalala mpaka turudishe vilivyopotea. Hatujalala mpaka turudishe vilivyopotea. Wachambuzi wote mlikuwa mnamtukana Selemani Mwalimu. Simba wameamua kutulia, hawajataka kushindana na mtu wa aina yote kwa sababu process za mkopo zinajulikana. Mambo ya mkopo yanajulikana. Kama kaamua kwenda sehemu nyingine wacha aende. Ni msimamo wa mchezaji, kama ndio alikuwa idea yake ilikuwa kwenda kule. Basi na ndio maana hajafanya vitu vikubwa zaidi katika klabu ambayo ilimsajili. Hebu niambie kwenye klabu bingwa Selemani Mwalimu kacheza mechi ngapi? Wewe Jemadari Saidi wewe. Wewe Hansi Rafaeli mchambuzi wa nani wasiwasi. Jemadari Saidi kacheza mechi ngapi katika klabu ya Simba kaanza first 11? Ukitaja hiyo mechi mimi nakupa natoa hela zaidi ya 500 kwenye kituo chenu cha Radio Cloud Media mnunue juice hapo. Kacheza mechi ngani? Kacheza mechi gani Jemadari huyu Selemani Mwalimu? Zaidi ya kupata dakika 10, dakika 15. Kwa hiyo na maana kabisa bado kocha alikuwa hana mahitaji naye. Kama Jonathan Soa alikuwa alimuondoa. Eoje Selemani Mwalimu pale. Kwa hiyo tuamwacheni Simba afanye kazi yake vizuri. Waacheni klabu ya Simba itulie, ipate utulivu. Kwanza tumetangaza nchi. Mnashinda kuzungumzia mambo ya utalii wa nchi. Mnamzungumzia mtu mmoja Selemani Mwalimu. Kwa nini wasingemtangaza kwenye Yanga Day? Si walisema jana wanamtangaza Aziz Ki. Si walisema wanamtangaza Fei Toto. Si walisema wanamtangaza Fiston Mayele. Katangaza pale. Si Shalulile. Na kwa nini wamedu kwa Selemani Mwalimu? Shalulile basi hapo ndio kaeni mkitambua kwamba Shalulile lile ni bomu. Shalulile lile ni bomu. Na ndio maana narejea hata kwa wale sikalia na jopo lako la TFF. Mechi ya kesho tunahitaji marefari wageni. Tumeshastukia mchezo huo pale Shalulile kapata goli la kubebwa kwa sababu tayari aonekana Shalulile yule wa Mabesa Down. Tunahitaji marefari wageni. Tumkomeshe mtu na Selemani Mwalimu ndani. Na ikiwezekana wampange siku ya mechi ya kesho pale. Atakutana na watu wadogo sana ambao wana viwango vikubwa zaidi pale. Nani anamjua Ibrahim Jabari? Nani anajua lile jini lile pale, Subiani lile. Mtoa roho. Nani anamjua Ibrahim Jabari? Nani? Kaeni hivyo. Kaeni chezeni mpira kwa mazoea. Lakini habari ndio hiyo kwamba tunasema kwamba hatutoi reli kwa hili swala hili. Na ukiona mshabiki wote wa klabu ya Simba katoka kwenye reli, huyo ni kirusi na tutampunguza vile. Hafai kwenye timu. Tunahitaji twende na timu yetu hii hapa tuliiona bwana.
Ibrahim Dombia, Victor Osimhen. Hawamzungumzii wakati Mwalimu kasa ni hitaji lake, na ukiangalia jinsi anavyocheza tofauti na Selemani Mwalimu. Timu ikishambuliwa yeye yuko kwenye box la timu ya Simba, ikishambulia ana support timu, anakwenda mbele. Kwa kuna vitu viangalieni. Mimi ni mdau sana Selemani Mwalimu, lakini bado alikuwa hakidhi mahitaji ya klabu ya Simba, kwa sababu akicheza uwanjani na maana yeye kazi yake kukaa juu kama nani kama ushalulilo. Kwa hiyo mimi sipati hofu kuona kama Selemani Mwalimu kasajiliwa katika klabu ya Yanga. Watu wajaze watu bila mifumo ya kocha. Tunajua kabisa amemchukua Selemani Mwalimu kwa sababu wana wasiwasi na Peter Shalulile, lile zigo lile pale lile. Sasa tutaonesheni kesho nini maana ya Bakari Msimu kivuruge. Mtaoneshwa kesho nini maana ya Ibrahim Jabari jini. Mtaoneshwa kesho Machelano Yusuf Kagoma. Mtaoneshwa kesho Anesati Yaula. Mtaonesha kesho Libase Gueye. Unamjua Libase Gueye? Mtaonesha kesho Kelos Makala. Mtaoneshwa asitapike mtu damu. Kesho kuna kutapika damu watu, tapimeni umri. Tumeona beki yenu sinani, kuna nani anaitwa nani Koruma sinani, mmemtoa Koruma, mmemwingiza tena Koruma mwingine. Katoa Boko juzi. Wakeni maboko afu uone watu wanavyoingia kwenye kamba pale. Na ndio maana nawaambia kitu kimoja. Wana Simba nguvu moja, roho moja, damu moja, hatujalala mpaka turudishe vilivyopotea. Hii ndio kauli mbiu hapa. Na nimetoa kauli mbiu hasa nilikuwa nategemea kabisa kuna uhuni utafanywa na hawa nyuma mwiko kututoa kwenye reli, lakini sisi tuko katika reli, tutapambana mpaka tone la mwisho kuhakikisha kwamba yaliyopotea yanarudi. Yale yaliyopotea yale yanarudi. Na mimi na uhakika huo, na ndio maana sina pressure. Sina pressure Selemani Mwalimu. Sina pressure. Mimi ningemsia kama Libase Gueye, wamemchukua Libase Gueye, mimi ningelala na ningeacha kuishabikia klabu ya Simba. Selemani Mwalimu goli 8 msimu mzima, goli 8 msimu mzima, goli 8 msimu mzima. Mimi ningekuwa mimi wangemchukua Anesati Yaula, wangemchukua Libase Gueye, mimi ningelala, ningejifunika shuka hapa, ningelala kabisa kama nimezimia. Lakini mimi napambana mpaka dakika mwisho, kwa sababu na uhakika kikosi changu kina vijana wengi, watu wa mpira, balldancer wengi, wako watu wa mpira pale. Kwa timu hiyo niliyoiona pale, wana mwalimu mwenyewe kichefuchefu ile pale, mwalimu mwenyewe ana pressure, mwalimu yani anaenda kuzimikia uwanjani. Mimi naambieni kweli, naambieni ukweli, tukutane kule kwenye nani dimba la Amani, na kihistoria mja kuifunga hata siku moja klabu ya Simba kwenye dimba la Amani. Tutapambana na nyinyi mpaka dakika ya mwisho pale. Wewe endelea kuwadanganya watu kwenda kuchukua mnaenda kwa kupigishana shoti nyinyi pale, mchezaji yuko kwa mkopo, mnaenda mnazunguka. Hamjapiga knockout aina yote. Hamna knockout aina yote. Sisi tutahakikisha kabisa tunatengeneza timu yetu katika rhythm ambayo anaitaka kocha. Fitness coach wanafanya kazi yao vizuri. Steve Barker anafanya kazi yake vizuri. Na dirisha sisi tumeweka akiba. Kuna watu watashuka pale kwenye klabu ya Simba, kila mtu atatema macho chini. Kwa sababu kuna watu nimekuta hata mpaka mashabiki wa klabu ya Simba eti wanabeza kusema pesa iko benki. Pesa yani pesa wapi makazi ya pesa iko wapi? Kwenye mfuko wa mtu. Ukiona mtu anamiliki pesa nyingi zaidi nyumbani kwake, huyo anatakatisha pesa huyo. Pesa zake za bandia huyo. Pesa mahala pake ni benki. Na ndio maana hata wachezaji hawalipi mabunda ya pesa. Mchezaji anapewa cheki, mchezaji anaingizwa ile yake kwenye akaunti. Sasa ukiona mtu wa Simba anabeza kama pesa iko benki, mimi nasema pesa iko benki, na ndio pahala pake benki. Ukiona yuko mfukoni, yeye anabadilisha mboga tu, bamia, nyanya, sijui mchicha, basi kaleo kala nyama, kesho anakula mchicha. Lakini pesa halisi lazima ikae benki. Thamani ya pesa kwake benki. Kwa hata maifolesa klabu ya Simba, kama mtatembea na slogan ya hao wanaoiponda ile kauli ya kusema pesa iko benki, wewe nao ujitambui, na wewe unatakiwa upimwe akili pale. Lakini mimi nasimama pale kwamba wana Simba nguvu moja. Tuna mechi ngumu ya kesho. Tunajua hawa kesho watakuja kwa force, watakuja kwa kujituma sana, watakuja kwa kuacha mianya,
Lakini tuambieni kitu kimoja, acheni mianya tupite. Acheni mianya sisi tupite. Acheni mianya Libase Geye apite. Acha mianya Anesant Oula apite. Kwa beki kama ile pale, tapiga goli 8. Kwa beki kama ile, na goli kipanywa Didier Diarra ambaye ana hasira, akifunga goli moja tukashachukia. Tunaona kwa komisheni pale. Na ndio maana tunataka marefali wa kigeni. Hataki lawama na mtu. Hii haina lawama na mtu. Tunataka marefali wa kigeni. Wale Skaria unanisikia, bodi ya ligi mnanisikia kwamba Simba na Yanga zinapokutana marefali wanatoka nje. Sio marefali wenu akina Rajige, kina Ilesasi, sio kina nane. Tunataka marefali kutoka nje. Tuoneshe mpira, tuionyeshe dunia kama mpira unacheza namna gani. Tutaonesha dunia. Na vile vile kama jopo la madokta wapima kemikali lazima waingie uwanja wa Amani pale. Kwa sababu uwanja wa Amani kwanza Zanzibar inakuwa sio salama sana kwa klabu ya Simba. Hilo lazima tuliweke wazi kabisa. Si salama kwa klabu ya Simba kwa sababu kuna vitu vingi sana vya ajabu vinafanya timu inapokwenda kule. Tunataka usalama wetu kwanza, usalama wa wachezaji. Kwenye vyumba vya kubadilisha mavazi tunahitaji madokta pale. Wakakague kemikali, wakakague hizi hewa zinazotumbukiza mle pale. Tuangalie pale. Hatutaki kuona kwamba tunasubiri mechi ichezwe ndio adhabu zitolewe. Tunataka na vile vile wale Sikaria ulisema 75% maandalizi ya ufunguzi wa ligi yamekamilika, video support itapatikana. Tunataka kuweza kuiona kesho. Tunataka kesho ianze kutumika video support hiyo. Umesema mwenyewe Alisikaria, usipotimiza majukumu yako uliyosema, tashuka na kauli mbiu yetu tena. Lakini tunataka vitu vyote vikae sawa. Simba nguvu moja, roho moja, damu moja, hatujalala mpaka turejeshe vilivyopotea.